Vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media, karibu tuyazungumze yale ya kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Faras wa Vita. Tunakwenda kuzungumza mengi kuhusiana na kile ambacho kimetokea nchini Morocco na kitakachotarajiwa kutokea baada ya mechi ya marejeano. Kaka, uko poa? Bwana, mimi niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinaenda sawa. Tulisubiri kuona mechi ya kwanza finali, tumeishuhudia. So goli mbili ni nyingi, lakini sio nyingi kwa brand kubwa kama ya Simba ambacho tunaweza kukisema tuliyowahi kuyashuhudia huko nyuma Simba wakiyafanya. Basi hili ni swala dogo sana kwa Simba kuweza kupindua hii meza na kuweza kusonga ama kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Ni swala dogo sana. Goli mbili kwa Simba sio nyingi hata kidogo kwenye uwanja wa Tanzania. Goli mbili sio nyingi. Shida inakuja ni kwamba ni nyingi kutokana na sababu ya tofauti ya quality ya wachezaji wa Simba walivyo na tofauti ya wachezaji ambavyo walivyo wa Berkane. Wachezaji wa Berkane unaweza ukawatazama kuanzia goalkeeper hadi mshambuliaji na usimgundue mchezaji wa Simba yoyote ambaye anaweza akapata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Berkane kwa sababu ya ubora na quality waliokuwa nayo. Yule ambaye tunaamini Mpanzu ndiye mkombozi wa ngambo ya Simba ameshindwa kufua dafu, na si tu finali hii, hata nusu finali pia zilianza kumpalia mapema. Tafsiri yake ni kwamba Simba na wachezaji wenye quality ya kawaida, isipokuwa kuna muda wanaamka vizuri, wanakuwa na hali ya juu. Na wengine tunaendelea kusubiria kuona labda watakuja kuamka lini kwa sababu bado wako singizini, lakini kimtazamo ni wachezaji ambao ni wazuri. So tusubiri kuona mechi ya marejeano. Goli mbili, narudia tena, sio nyingi kwa timu kama Simba, ila ni nyingi kwa quality ya walionayo Berkane na ukiwalinganisha na Simba Sports Club. Wengine wanasemaga mchezo wa finali unakuaga na idadi ndogo sana ya magoli. Ukiangalia sasa zishapigwa goli mbili, kwa hiyo watu wanatarajia kama hapa kwa Mkapa mtu atafungwa ni goli moja, ni mbili moja, mpira utaisha hivyo. Sio kama vile ambavyo watu wamezoea, Jwaneng Galaxy anakufa goli 6, sio anakuja nani wale Horoya anakufa goli 7. No, huko ni kukariri. Ni kukariri, lakini uhalisia wa mambo ni kwamba ukitazama aina tu ya quality ya Simba haikushawishi kuona kama inaweza kushinda goli 3 kwa aina ya quality ya wachezaji kama Berkane walivyo. Lakini sijui ni nini ambacho kinaweza ikatokea kwa sababu mpira una mambo mengi ndio ambayo inaweza ikasababisha Simba wakapata ushindi. Sikatai wenza wakashinda goli 3 hadi 4, lakini sio rahisi kama ambavyo watu wanafikiria kwa sababu quality ya wachezaji ni tofauti. Quality ya wachezaji wa Berkane iko bora sana ukilinganisha na wa Simba Sports. Kwa hiyo anaweza akashinda Simba kwa bahati, katokea kama bahati au mipango ya Mungu amepanga, lakini sio kwa sababu ya quality uwanjani. Kikubwa ni kipi ambacho labda kiliwafirisha? Kilimfirisha Mwalimu Fadlu Davis. Aliingia kwa mazoea kama ambavyo alicheza dhidi ya Al Masry, akiamini anaweza kupata chochote kitu kama goli la ugenini, ama kuna kitu gani kikubwa ambacho alifeli kwenye maandalizi yake pamoja na mbinu kwa ujumla? Of course alikuwa na nia nzuri. Ana nia nzuri kama endapo angeshinda. Lakini nia hiyo imekuwa mbaya zaidi kwa sababu ama pengine tunaweza tukatumia falsafa za wachezaji wengi, makocha wengi wa kutokea South Africa wamekuwa hawana kubalance kwamba tukabe ugenini tukarudi tukashambulie nyumbani. Wenyewe nyumbani kama away, away kama nyumbani. Muda wote wamekuwa wamecheza vile. Kwa hiyo ni kasumba ya makocha wengi wa South Africa, inamkosti na inamsumbua Fadlu Davids. Tuliwahi kuuliza maswali kama hayo ambako Simba anacheza na Ismailia sio pale Misri, alifanya vile vile. Memrudia tena kwenye mchezo wa finali. Simba hawakuwaheshimu Berkane. Hawakuwa na heshima moja kwa moja. Hawakumheshimu Berkane kwa sababu unatambua kabisa Berkane watakusumbua dakika 20-30 za kwanza. Ndiyo. Na hizo unazifanyia mazoezi, lakini bado unaenda ukataka ukabishane nao kwamba na hizo 20 waote. Kitu ambacho ni kigumu sana kwa quality ya wachezaji wa Simba kwenda kupambana kwenye watu ambao wanataka shabaha yao ipo kwenye tundu ambayo inapatikana kwenye dakika gani, sio? Kwa hiyo manake ni kamari mbaya ambayo Fadlu na wasaidizi wake waliichanga. Siamini kama walikubaliana wote waingie hivyo. Mimi nafikiri ingekuwa bora vile ambavyo kipindi cha pili alianza, kwa maana ya upande wa kushoto Nouma akawa juu, Shaba akawa chini. Ilikuwa bora sana angeanza nao kipindi cha kwanza kwa sababu ni heshima, angemheshimu Berkane. Lakini kafunguka kana kwamba anakuja kucheza na timu labda ya Pamba au JKT, akaenda kufunguka, acha tukawafunge na plane yetu, yani kikosi chetu kile kile. Ilikuwa ni ngumu Simba kupata ushindi kwa namna ambavyo amekwenda, licha ya kwamba alihisi ama walihisi wana kikosi bora cha kuweza kupambana na Berkane. Mungu si mzee Mkumba, ametusaidia wa Tanzania, goli mbili zimekuwa chache lakini zilikuwa 4 zaidi pale. Itoshe kusema kwamba Mwalimu Fadlu Davis kikosi ambacho labda ile substitution ambazo alizifanya zilikuwa ni miongoni mwa kikosi ambacho labda alitakiwa kuanza nacho kwa namna ile.
Kikosi naweza kumkosoa kocha kwa namna ambavyo alianza, kwa sababu taarifa zimetoka kumbe Abdulrazak Hamza alikuwa anaumwa malaria. Anaumwa malaria kali sana, inatajwa hivyo. Afisa habari wa Simba Sports Ahmed Ali kupitia Sports Headquarter amethibitisha hilo kuwa alikuwa anaumwa. Sasa kama amethibitisha alikuwa anaumwa na mazoezi ya kuelekea mechi siku moja kabla hakufanya kwenye kamilifu kama wenzake, bado unaanza naye mchezaji kama huyo. Tayari ameshaonesha hayupo mchezoni, bado unaendelea kumwamini mpaka ameomba yeye ama amelazimisha, kwa sababu kuna mara kwanza alivyolala akionyesha ishara ya kutaka kutoka na Ngoma alionyesha ishara kwamba kutufanye mabadiliko, lakini mwalimu kama waliona ngoja tumsikilizie labda atarudi fit, sio karudi kajipambania kijana, watu kaona hapana siwezi, kashachoma goli la pili tena kama alale chini. Kwa maana yake kocha alikuwa anajua yule alikuwa anaumwa malaria, akufanya mazoezi vizuri, na masuala ya afya, malaria ni ugonjwa mkubwa sana. So maana yake angeanza na Chemaloni kama ambavyo imekuwa kawaida kwenye michuano mingine, kwa kumwamini tu kwa sababu ametoka huko. So nadhani ana uoga Fadraman Davids kwa kufanya maamuzi kama hayo, anahisi acheze tu na wale walofanya vizuri mechi iliyopita na waamini ndo first 11 na si kuamua kutumia akili za ziada. Ana uoga fulani hivi Fadraman Davids ambao unaweza kaikosti Simba kwenye maamuzi magumu. So subiri kuona, tuombe Mungu, kwa sababu kila Mtanzania mwenye akili anatamani Simba iwe bingwa kombe la shirikisho. Baada ya mchezo kutamatika, mashabiki wa Simba walionekana kuwa bado wana furaha, kwa sababu wanaamini wao walimfunga Al Masry goli 2, na wanaamini pia zaidi katika uwanja wao kwa Mkapa, wakiamini kauli mbiu ya kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa hiyo ukitizama quality ya RS Berkane, unaona idadi ya kuanzia goli 3 4 na kuendelea, Simba kilibakisha kombe hapa Dar es Salaam Tanzania. Mpira una mambo mengi. Mpira una mambo mengi sana tofauti na vile ambavyo sisi tunautazama. Mpira watu wanajiandaa, unajua, nje ndani na maandalizi makubwa sana. Na mechi hii imebeba roho za watu, unajua. Kwa lazima kuna watu wafanye mambo ya ziada kuhakikisha mechi inakuwa nyepesi, aidha kupiga magoti, kuomba, kufunga, kupanda milimani, kusali. Kila mmoja atafanya namna ambayo anahisi Mwenyezi Mungu ataipokea dua yake kwa ajili Simba aweze kuwa bingwa wa kombe la shirikisho. So dua zikiwa njema, lolote linaweza likatokea. Alipangalo Mungu, hakuna binadamu yoyote anayeweza kulitengua. Sikatai Simba anaweza kuwa bingwa na nitafurahi Simba akiwa bingwa, lakini kwa quality aliyokuwa nayo na waliotuonesha ugenini hasa kipindi cha kwanza, na quality ya Berkane yenyewe, hakika inafikirisha kuamini inawezekana kuwa bingwa Simba kiwepesi. Tusiwatazame Berkane kama ni timu ya kawaida. Wote wengi waliopita pale wamekula goli 4. Simba kaenda kujitahidi kapata goli 2, lakini mimi nataka nimzungumzie mwamuzi wa mchezo ule. Mwamuzi wa ambaye aliamuru yale magoli 2 kuingia na vitu vingine. Yes, mwamuzi ambaye alipuliza kipenga kwenye mchezo wa Simba ambao alikuwa mgeni dhidi ya Berkane. Mimi nimempenda. Ni mwamuzi ambaye ana mapungufu afu anajua jinsi ya kuyaficha mapungufu yake. Kwa namna gani farasi wa vita? Yaani ni mwamuzi fulani ambaye ni DJ. Unajua wale ma DJ disco joker wanaotupa burudani za muziki, ndio yule bwana, yule mwamuzi. Mwamuzi alishagundua hii ni mechi ya finali. Timu zote zina kiu ya kuwa mabingwa. Mimi sitaki finali ishie hapa. Yaani nataka kila mtu ambaye ameshuhudia hii mechi aendelee kuwa na mawazo lolote linaweza likatokea. Mwamuzi ambaye ana roho mbaya, Simba alikuwa anakufa goli 4. Angeziruhusu zote zile. Inakwambia lile tuta ambalo Chamu alimparapata mtu kwa mikono. Na kwa mikono lile lilikuwa ni tuta kwa mwamuzi mwenye roho mbaya. Kaminya. Lakini kuna lile la Chemaloni pia kwenye box hilo. Ilikuwa goli jingine tuta. Simanishi lilikuwa ni goli, kwa maana ilikuwa ni tuta. Na kwenye tuta huwa linatokea lolote. So mwamuzi yule hakutaka hivi, akafikiria hivi kweli wapate goli la 3 au wamba, labda wapate goli la 4. Hii kuna finali gani tena marejeano? Kwenye ngumi huwa tunafanya hivi. Kwenye ngumi sisi ambao ni waratibu wa masumbwi, huwa tunaandaa pambano. Tukiandaa pambano moja, fight ya kwanza, labda tunaiacha plain iwe fair, yoyote ashinde. Ikatokea mpinzani X kashinda, alafu pambano limekuwa na msisimko na wanaona kuna biashara mbele ya kurudia rematch, wanamapproach tena yule aliyepigwa na aliyeshinda, bwana tupige rematch. Lakini rematch jamani, tunataka tupige mchongo wa hela, sio? Tunataka ashinde huyu ili ibaki tie 1-1, alafu baada hapo tutatafuta 3 ambao sasa hapo ndo mtajimaliza wenyewe. Umeona biashara inavyofanyika kwenye ngumi. So hata hii bwana mwamuzi huyu alichezesha hii mechi, aliitazama hii finali nikimaliza hapa Morocco, hakuna finali nyingine Tanzania, mvuto hakuna, wacha tuimalize hivi. Akawa na balance mambo kwamba
sehemu ambako Simba anaweza kaonewa ama anaweza akafanya tukio likasababisha kuwa goli, alikuwa anajaribu kuwa upande wa Simba. Lakini wakati huo kuna muda alikuwa anatamani hata iwe 2-1, akawa kama analazimisha fulani goli likapatikane. Lakini mwisho wa siku goli halikupatikana, hakuna shot on target, hata mwamuzi unamlaumu vipi? Yaani wewe huna hata shot on target, mwamuzi unamlaumu vipi sasa? Huna sababu. Kwa hiyo ni hivyo tu imetokea. Ni mechi fulani nzuri, mwamuzi ndo alikuwa man of the match kwangu mimi. Nilimpenda alivyokuwa anatubalansia mambo. Lakini ila kinyoka kaka ile finali shaisha. Bana baada paka wangu huyu bwana ananipenda sana. Nimemkanyaga bahati mbaya. Njoo Kalulu. Anaitwa Kalulu. Sawa bana, baada ya mchezo kuna picha ya kijana ilikuwa na trendi sana, bwana Kamara. Alitrendi sana yule jamaa. Nadhani kutokana na kile ambacho alikuwa anakifanya pale katikati ya uwanja. Itoshe kusema kwamba aliwadhibiti vyema wakina Kagoma, Ngoma pamoja na wakina Kibu na wengine. Inaweza ikawa mimi nikawa na timing mbovu ya kuzungumza hii kauli. Labda nisubiri mpaka finali iishe. Finali ya pili. Ndio kwa ambako nitazungumza kwa undani zaidi, lakini tunibaki kukiri. Nabarikiwa na uwepo wa Fabrice Ngoma uwanjani. Unabarikiwa na uwepo wa Ngoma? Yes, lakini sifurahishwi na performance yake uwanjani. Sijui unanielewa hapo. Hapo sijakuelewa Farasi wa Vita. Yaani nabarikiwa na ninafurahishwa na Fabrice Ngoma akiwepo uwanjani. Lakini sifurahishwi na performance yake anayoifanya uwanjani. Iko hivi. Udhaifu wa Hussein Zimbwe ambaye ni kapteni alionao kwenye mazungumzo, kwenye kupanga timu, kuwa leader, kiongozi, ndio ambao unampa nafasi Ngoma kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Lakini si performance. Siamini kwenye game kama ile bado unamwamini Fabrice Ngoma na kuacha wachezaji kama kina Okejefa na viungo wengine ambao wanaweza kutembea kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo ni mafikirio tu ambayo tunaweza tukayafikiria hivyo, lakini huenda na msaada mimi sioni, kila mmoja na mtazamo wake wa mpira, kwa hiyo sijui, lakini mimi kwangu huwa natazama hivyo. Nadhani kuna mchezaji wa ziada anahitaji kuwa anaanza ama huwa awe anaanza mbele ya Fabrice Ngoma. Sasa Kamara, kiungo wa mpira kutokea Senegal, umri wa miaka 23, akiishikilia game ya finali ya kwanza kuonekana yeye ndio bora, na kweli alikuwa bora, na alikuwa bora kwa sababu ya kuwazidi ujanja na maarifa na hata pumzi na energy pia wa viungo hawa wawili wa Simba, kwa maana ya Yusuf Kagoma na Fabrice Ngoma, kwa sababu kuna namna ambavyo alikuwa anawaweza kupita kwenye njia zao ambazo anajua kabisa hapa kuna ambaye anayenigusa. Nikipita kwa Fabrice Ngoma hana mwendo, lazima nitamkimbiza. Kwa hiyo atakuwa muoga kucheza na mimi, naweza nikapita kiuhuru. Nikipita kwa huyu bwana Yusuf Kagoma kashaonywa na mwamuzi, maana yake yuko makini sana, maana kuna muda Kagoma ubaki mpira uende yeye, mwamuzi akamuonya. Kwa hiyo toka aonywe Yusuf Kagoma akawa kama kidogo katoka kwenye tempa ya mchezo. Tafsiri yake hata ndio maana Kamara kaonekana kuwa bora hadi dakika 90 zinaisha. Kwa tafsiri yake viungo wa Simba bado, ndio maana hata kocha wa timu anasema dirisha kubwa anahitaji kiungo pia mkabaji. Mechi ipo Benjamin Mkapa ama bado tushikilie ama ni Zanzibar? Nadhani tusubiri wahusika watoe taarifa, ndiko ambako tuamue tunapelekwa Zanzibar ama tunabakia hapa Dar es Salaam, kwa sababu taarifa zimekuwa nyingi, lakini mwisho wa siku nafahamu mimi serikali ya Tanzania hii tukufu inapambana sana kwa 100% kuhakikisha hii finali inachezwa hapa, kwa maana ya miundombinu na uwanja ni wa kwao. Naamini hilo wanalipush kwa 100% kubwa serikali ili Simba aweze kuchezea hapa, lakini si mbaya ikishindikana kwenda kuchezea kwa Mkapa, basi ikapelekwa Zanzibar. Yote ni Tanzania, sio? Kwa hiyo sioni kama kuna ubaya wote ambao unaweza kuleta athari kwa Simba kushindwa kupata ushindi. Hakuna kisingizio. Yaani kama ana uwezo wa kupata goli 3 kwa Mkapa, naamini inawezekana pia kwa pale kwa New Amani Complex. Inawezekana. Of course kwenye mpira unaweza kusema wamezoea pitch ya Mkapa, sijui kubwa, sijui ile vibe la watu wengi ndio wale inawapa nguvu. Yes, vinaweza vikawepo vimelea hivyo, lakini sitaki kuamini kwenye kuchimbia vitu, lakini naamini kwenye vibe la mashabiki. Ulijuaje kama nataka nikuulize hiyo? Ndio maana nimekukatisha, sitaki kuamini kwenye huko. Asante sana. Bwana shukrani sana. Farasi, ningependa tuzungumze kidogo mechi ya jana Young Africans na Tazama, muda huo nilikuwa kwenye basketball. Yes. Unajua mimi ni mtu wa michezo So muda wakati Yanga anacheza na JKT, mimi nilikuwa Don Bosco Upanga. Nilikuwa naangalia basketball. Unajua Dar es Salaam Basketball League imeanza. Kwa hiyo sisi mashabiki wa michezo mara nyingi tunajichanganya viwanja mbalimbali. Jana nimeshuhudia pale Dar City ikifanikiwa kushinda Stein, ikifanikiwa kushinda baadaye Police na JKT. Kwa hiyo ni mambo yangu hayo mimi basket.
cheza ndani. Ukiingia humo kuna mipira ya basket, kuna mipira ya basketball, kuna mipira ya volleyball, kuna football, kuna gloves za boxing, yani vitu vyote vya michezo, because I like sports. Ndio maana niko na vitu vya michezo sehemu zote naenda. Kwa game ya Yanga sikuiangalia kwa kifupi.